Mshambuliaji wa kigeni kutokea Angola, Depo, ameanza kazi Young Africans rasmi na kuichapa Mashujaa. Nyota mpya wa Young Africans Laurindo Aulerio Depo ameanza kwa neema ndani ya klabu hiyo baada ya jana kuhusika na mabao mawili katika ushindi wa mabao 6-0 ambao timu yake imeupata dhidi ya Mashujaa FC katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Nyota huyo raia wa Angola amefunga bao moja na kupiga pasi moja ya mwisho, nikimaanisha assist, akiwezesha Young Africans kupata ushindi huo ambao umeipeleka kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Depo Laurindo aliingia katika kipindi cha pili kuchukua nafasi ya Maxim Pia Nzengeli. Alianza kwa kupiga pasi iliyozaa bao la Mudathir Yahya katika dakika ya 81. Dakika ya 89 Depo aliwainua vitini mashabiki wa Young Africans baada ya kuifungia timu hiyo bao la 6 na akimaliza mpira uliotemwa na kipa Enrique Johora baada ya mkwaju wa faulu wa Alan Okello. Katika mechi hiyo ya jana, mabao mengine ya Young Africans yamefungwa na mshambuliaji Prince Mpemelelo Dube, Mohamed Damaro, Juke Oga Abuya na Pacome Zouzoua. Baada ya dakika 90 kukamilika, Mudathir Yahya alitangazwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huo. Kipa wa Yanga Abdwali Mshere aliondoka mifuko ikiwa imenona baada ya kutuzwa fedha na kundi kubwa la mashabiki wa Young Africans walionekana kukoshwa na kitendo cha kipa huyo kumaliza mchezo bila kuruhusu bao, clean sheet. Huu ni ushindi wa 6 kati ya 7 iliyocheza kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu, ambapo imepanda rasmi kileleni kifikisha pointi 19, mbili zaidi ya zile za JKT Tanzania iliyokuwa nayo ikiongoza hapo awali. Baada ya ushindi huo, kibarua kinachofuata kwa Yanga hivi sasa ni mechi ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika huko Cairo, Misri, Ijumaa wiki hii dhidi ya National Al Ahly. Kumbuka kuwa Young Africans zinafanana pointi 4 dhidi ya timu hiyo ya National Al Ahly, wakitofautiana mabao ya kufunga. Na hii ni Malkia wa Soka. Endelea kutufuatilia mtazamaji wetu, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa mbalimbali, allow notification, subscribe, share, comment, like kile ambacho nimetoka kuelezea muda si mrefu. Endelea kusalia na Malkia wa Soka. Mimi ni kuendeleza mpaka wakati mwingine. Kwa heri na uwe na wakati mwema. Na mtazamaji wetu wa Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu. Malkia wa Soka atakuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Kumbuka kuwa weekend hii Young Africans ina kibarua dhidi ya National Al Ahly huko Misri Cairo, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakikata upepo mpaka huko Tunisia wakienda kukipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Michezo hiyo itakuwaje? Hali itakuendelea hapa katikati mpaka kufikia katika michezo hiyo. Malkia wa Soka atakuletea updates mbalimbali kwa umakini zaidi. Tutafuatilia taarifa mbalimbali hizo ambazo zinakwenda kutokea. Young Africans akiwa na pointi 4 tayari, akiwa ameshika nafasi ya pili, huku mpinzani wake National Al Ahly akiwa namba 1 akiwa na alama 4 tofauti ya mabao ya kufunga na kufungana. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport, wao wanaburuza mkia wakiwa wamefungwa michezo miwili tayari katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Walifungwa goli moja na Petro Atletico de Luanda, huku wakienda kufungwa 2-1 dhidi ya Stade Malien huko nchini Mali. Nini kitakwenda kutokea katika upande wa wekundu wa Msimbazi? Endelea kusalia na Malkia wa Soka. Mimi ni Queen Liz mpaka wakati mwingine. Kwa heri na uwe na wakati mwema.